katika mazingira yoyote yale. Sababu ya kwanza, na naanza na sababu iliyo ndogo kuliko zote, nitapandisha niende kwenye kubwa. Sababu ya kwanza, chama cha siasa. Lengo kuu la chama cha siasa kinapoanzishwa kikasajiliwa ni kuchukua mamlaka ya dola na kutumia mamlaka hayo kuweza kufikia malengo yake ya kisiasa, ya kiutamaduni na kiuchumi. Ni lengo la kwanza. Kwa chama cha siasa kazi yake kubwa ni kutafuta dola. Kazi yake kubwa, na kwa sababu dola ya chama cha siasa inapatikana kwa uchaguzi, chama cha siasa jukumu lake la msingi ni kushiriki uchaguzi ili kishike dola kupitia uchaguzi. Sababu ya pili kwa haraka. Sikilizeni watu wa Mwanza. Watanzania wameshuhudia mateso mengi sana miaka 64 ya uhuru chini ya utawala wa Chama cha Mapinduzi. Mnasema wenyewe vijana pale na wasikia maji. Mimi nimekaa hapa Mwanza leo siku ya 4. Asubuhi kuoga ni shida, maji hayatoki. Na Mwanza iko ziwani hapa. Maji ya kunywa hayapo. Miaka 64 ya uhuru. Nchi zenye umri wa Tanzania wanaongelea kwenda sayari za juu, kwenda anga za juu, kwenda sayari zingine. CCM katika nchi yenye utajiri wa madini, mbuga za wanyama, bahari na maziwa, CCM miaka 64 matundu ya vyoo shuleni hayajakamilika kujengwa. Sababu ya tatu, kwa nini tunaenda kwenye uchaguzi? Sababu ya tatu, ndugu zangu wa Mwanza, tunasema hivi, Chauma tunataka mabadiliko. Tunataka sheria zibadilike. Tunataka tume ibadilike iwe huru. Tunataka katiba mpya. Lakini mimi waulize watu wa Mwanza, ili kubadilisha sheria, kubadilisha muundo wa tume, kubadilisha katiba, hayo si mambo ya kisheria? Yote hayo ni mambo ya kisheria. Hivi sheria nchi hii zinatungwa uwanja wa furahisha, na wabunge wanapatikana kwa uchaguzi. Usipoenda kwenye uchaguzi utakuwa huna wabunge, hutashiriki kutunga sheria zenyewe. Manake usipoenda kwenye uchaguzi unaaga reform, hutakuwemo. Hivi kwa nini leo bado tunadai katiba mpya? Mwaka 2013-14 tulianza kuandika katiba. Tulipofika kwenye bunge la katiba baada ya figisu, ukawa tukadhani busarani kususa, tukatoka. Tulipotoka katiba ilipatikana? Haijapatikana mpaka leo, tunadai upya tena. Kususa halijawahi kuwa jibu, wamesema waliotangulia. Chauma nguvu ukombozi, ubwabwa wananchi, ubwabwa. Ndugu wananchi, muda umetubana kweli kweli. Hata hivyo tumeomba polisi kidogo watuachie. Mimi ninachopenda kusema ni kwamba hichi ni Chauma. Tunashiriki uchaguzi mkuu. Tuliona kwamba kujitenga, kutokufanya uchaguzi haileti maana, na kila mwaka sisi tumekuwa tukishiriki uchaguzi. Lakini wenzetu wengine wakasema wao washiriki. Watu ambao washiriki sisi hatuwezi kuwalazimisha, au sivyo jamani? Wewe usitaki, sawa, weka. Sawa. Weka mara ushiriki, weka, sisi tunaendelea mbele. Ndugu wananchi, mimi nasema tunataka kuwapigania nyinyi wananchi, ndio kazi yetu kubwa. Kwanza kwa habari ya chakula. Wananchi lazima wapate chakula. Nyinyi wote hapa
chakula awali. Mimi bahati nzuri nimepita hospitali jana wakati nakuja huku Mwanza. Nimepita hospitali, mdogo wangu anaumwa pale. Kwenda hospitali pale na mkuta amelazwa. Basi mke wake alikuwa amemletea chakula kidogo. Pembeni vile kuna mtu mwingine amekaa pale, yuko hoi, amelazwa pale. Anasema miguu sio hainuki. Vipi bwana? Nikamwendea pale. Vipi? Sema mimi bwana hapa nimekaa na siku ya 5 hao watu hawajanipa chakula. Na mimi nitakula nini? Jala, mimi sijala mzee na njaa. Nilikuwa na shilingi 10,000 mfukoni, nikamgawia yeye. Watu wote mle ndani ile room pale, Muhimbili, hiyo ni Muhimbili. Sio hospitali ndogo, Muhimbili. Basi watu ule mtu analalamika sana, hatupati chakula. Na mimi najua serikali ya CCM haitoi chakula hospitali. Serikali ya CCM haitoi chakula. Na chakula ni haki ya mwananchi. Kwani kitu gani mnapata kwa serikali ya CCM? Kuna kitu mnapata? Kodi mnalipa mlipi? Jamani, kani sisi tunataka kushughulikia watu. Wananchi wanalipa kodi. Mtoto mdogo analipa kodi. Mtoto ndio kwanza analipa kodi. Kununulia maziwa sio analipa kodi ule. Ukienda kununua sigara unalipa kodi. Ukinunua chochote unalipa kodi. Na hapo zamani mimi nilipokuwa hapo walikuwa wakati wa ukoloni. Yuko wako watu waliokuwa wakati wa ukoloni hapa. Wakati wa mkoloni tulikuwa tunapata chakula bure, nchi nzima bure kabisa. Tunapata ubwabwa, tunapata ugali, tunapata maziwa, tunapata kila kitu bure. CCM hawa, hebu tupelekeni huko zitu kwa shughulikia watu. Ndugu wananchi, mimi ninachoomba ni kwamba muda wetu ni mdogo sana. Hapa tumeibia. Kwa muda wanajua kusaidia. Wanasaidia kidogo. Mimi naomba haya maneno tutazungumza kesho huko uwanja wa Furahisha Dodoma. Mara hapo Mara. Kwa leo naamini nafasi yetu tumebanwa sana. Asanteni sana wananchi. Tupumzike. Asanteni.